tabia ya watu ni kuzima kile cha Mungu na kusudi la Mungu katika maisha ya kwako. Watu wengi wamezimwa na jamii na tabia ya kuzima vitu ambavyo vingeweza vikatokea katika maisha ya kwako. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, kadiri wanavyokuzima na kwa mpango wowote, iwe ni ofisini, iwe makazini, iwe vikao vya wazi au vya siri ambavyo ni vya kuzima uwezo ulio ndani yako, taaluma iliyoko ndani yako, kibali kilichoko ndani yako, maarifa yaliyoko ndani yako, kukubalika unakokubalika, chochote ambacho ni cha baraka. Na vingine vinazimwa kichawi, vinazimwa kiganga, vinazimwa kwa vikao, kwa hila, kwa uonevu, kwa kugandamizwa, kwa kukataliwa, kwa kufanyiwa makusudi ya kila namna, ili mradi tu kwamba unazimwa. Lakini nakuombea kwa Mungu asubuhi ya leo, kadiri wanavyokuzima ni kadiri utakavyoendelea kuongezeka katika kila jambo ambalo Mungu amekusudia katika maisha ya kwako. Katika kitabu cha Marko ule mlango wa 10 mstari wa 48, Marko mlango wa 10 mstari wa 48, Biblia inasema hivi: na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Ni kawaida ya jamii inayokuzunguka kukuzimisha. Huyu ni Bartimayo ambaye alikuwa kipofu, na Biblia inasema wakati anamuita Yesu kwa ajili ya muujiza wake, saa yake ya kupona ipo. Watu wengine wana macho, wanamuona Yesu, wanaona green, wanaona flowers, wanaona uumbaji wa Mungu na uzuri wa Mungu. Wanavyo hivyo vitu, wana macho wanaona. Yeye hana macho. Anaita, Yesu Mwana wa Mungu unirehemu, Yesu Mwana wa Daudi unirehemu. Waliomzunguka wenye macho wanamwambia, nyamaza, unasumbua, unapiga kelele. Wakamnyamazisha. Lakini anasema kadiri walivyomnyamazisha, yeye ndivyo alivyozidi. Na mimi nakuombea, wanavyokunyamazisha ndivyo ukazidi kwa jina la Yesu Kristo. Wakikunyamazisha kiuchawi, nenda kazidi zaidi. Wakikunyamazisha katika vikao na hila na masengenyo, nenda kazidi zaidi. Wakakunyamazisha kwa uonevu na kwa hila ofisini, nenda kazidi zaidi. Wako wapi watu wachache wanaosema amina hapa? Na mimi ninakuombea Mungu akupe kuzidi zaidi. Kadiri ambavyo umekaribia mahali ambako ni destiny, ni wakati wa macho yake kufunguliwa, lakini watu waliomzingira wanamnyamazisha. Nyamaza. Wapendwa mabibi na mabwana, ndugu waliotuzunguka, marafiki na jamii inayotuzunguka, ina kelele kubwa ya kuzima kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu. Lakini ni maombi yangu ya kwamba wazimike wengine, ila we hautazimika. Hautazimia moyo katika biashara, hautazimia moyo katika uwekezaji, hautazimia moyo katika uongozi, hautazimia moyo katika kazi ambayo Mungu amekupa kuifanya kwenye maisha ya kwako. Hautazimia moyo no matter what. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Watu wawili walioleta impact duniani ni wale waliozimishwa kwanza. Mmoja ni Yusufu. Yusufu aliilisha dunia miaka 7 na akavunja rekodi mpaka leo. Kuna mabilionea kweli, lakini hatujaona bilionea anayeweza kusema miaka 7 mtu asiende kazini na salary zenu zote zinalipwa na stahiki na mnakula mnakunywa na dunia inaenda. Mpaka sasa kuna mabilionea ambao ni vibarua. Hatujapata bilionea wa kuweza kuilisha dunia kwa miaka 7. Hiyo rekodi haijawahi kuvunjwa. Lakini mtu mwenye rekodi hii, mara ya kwanza alipointroduce ndoto yake, akamwambia baba yake na mama yake na ndugu zake, akasema nimeona jua na mwezi na nyota 11 zikininamia. Baba yake akasema nimeona tukifunga miganda na miganda ya ndugu zangu ikaninamia. Baba yake ndio alikuwa wa kwanza kumzima. Akamwambia wewe mtoto una wazimu nini? Yaani mimi na mama yako na ndugu zako tuje tukusujudie wewe? Are you crazy?
nisikusikie. Jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo kuna watu ambao uwezo wao umezimishiwa kwenye familia na mzazi kabisa. Anakwambia wewe inawezekana kwako. Mimi nilizaliwa kwenye nyumba ya udongo. Mamangu alilelea kwenye nyumba ya udongo. Tukateseka kweli kwenye nyumba ya udongo wakati wa mvua kama hivi. Nikamwambia mama, wewe nichomee ndizi, nipikie ugali wa kutosha, nitakuja kukujengea nyumba. Mamangu akasema kile lema uyonyiwe. Kile mia uyona wasa uyonyiwe. Yaani ilishindikana kwa babu yako na kwa baba yako, ni wewe utaweza. Nikamwambia Mungu akupe uhai uone nikikujengea nyumba. Na nikamjengea kweli. Anaishi kwenye ile nyumba. Kila siku ananiambia kweli Mungu yupo. Mungu yupo. Asikuzime mtu. Na ingeweza, mama yangu alikuwa hajui kama lile neno alioniambia kama lingeweza kuwa kwenye moyo wangu mpaka leo. Anambia mama, wewe uliniambia siwezi kujengea nyumba. Hii nini? Nikaona haitoshi, nikamwekea na ukuta. Nikaona haitoshi, nikamuongezea na nyingine. Nikamwambia hizo hapo. Uchague leo unalala hapa na kesho utalala nyingine. Utajua kivyako vyako. Sasa nikifika naambia uliniambiaje? Na leo unaonaje? Ananiambia Mungu yupo. Nataka nikuambie, unaweza ukazimishwa ndani. Watu huwa wana tabia ya kuzima cha Mungu ndani yako. Tutako nakwambia mama mtakuwa hivi na hivi, baba mtakuwa hivi na hivi. Naambia wewe, angalia shangazi zako walivyofeli. Na nafikiri na utaunga bodi huko na ndugu zako na baba yako na ukoo wenu ni ukoo wa pombe. Never. Simzimishe mtoto. Lakini Yusufu akazimwa na baba yake. Lakini wakainuka ndugu zake wakamzima mazima. Unajua kuna kuzimwa, alafu kuna kuzimwa mazima. Wakamuuza. Wakamtupa kwanza kwenye shimo, wakaona itoshi, wakaenda wakambeba, wakamsell, wakamuuza huko kwa Waarabu. Alafu wakarudi wakasema tutaona ndoto zake zitakuwaje. Aliyekuzima huwa anajitamkia ndani tutaona. Alikuwa na kiherehere sana, anajidai hapa anakubalika, anajidai ana kibali, anajidai hapa ofisini amesoma kuliko wengine, nimemmaliza, tutaona itakuwaje. Watu wanazimishwa. Na Afrika ndio wanaongoza kwa kuzima. Kuna baadhi ya nchi duniani ambazo zina motivate kitu cha mtu kilichoko ndani kitokee. Lakini kuna ngoma ambazo zina tabia ya kuzima. Na hazijaanzia mbali. Kwenye nyumba ya Yakobo wakamuuza. Lakini alipofika kwenye nyumba ya Yakobo, jamii pia, alipofika kwenye nyumba ya Potifa, jamii pia, mke wa Potifa naye akazima mazima. Akamsingizia kesi ya ubakaji na akamtupa gerezani. Na alikuwa anataka kumzima mazima kwa zinaa, kwa ngono ambayo ingekausha maisha yake completely. Nilishawaambia hapa, zinaa wala ngono si furaha wala si raha, ni lana, ni roho la ukame na ukaufu, ni blockage, ni nguvu inayofunga milango ya baraka iliyoko mbele yako. Li roho la zinaa linakujaga hapo, roho la Jezebel. Na yule bwana anafikia kwenye dream zake, akazimwa na mke wa Potifa. Ahimidiwe Bwana, akatupwa gerezani. Lakini Yusufu hakuzimika. Hicho ndio kitu ambacho nakuombea, kwamba hapa duniani kuna kuvurugwa, ila usivurugike. Oh my God, oh my God, oh my God. Kuna kuzimwa, lakini usizimike. Biblia inasema hakuzimika, na ndiye aliyekuwa na impact ya kualisha dunia kwa miaka 7. Na baadaye wale ndugu zake wakaja wakalishwa pale walichokuwa wanasema tutaona ndoto zake zitakuwaje. Mungu aliwapa neema ya kuona akiwa Egypti, tena waziri mkuu. Na mimi nataka niwaambie wale waliokuzima wakifikiri wamekuzima na wakisema tutaona itakuwaje, Mungu awajalie kuona ukiwa umefanikiwa, awajalie kuona ukiwa umebarikiwa. Pale kwenye nafasi ambayo walikuwa wanafikiri hautaketi kwenye hicho kiti, Mungu awape maisha marefu ya kuona ukiwa unakaa na familia yako na uzao wako na watoto wako wakibarikiwa. Oh my God, oh my God, oh my God. Wale waliokuzima kiuchawi kwenye biashara wawepo, waone ukifungua na pharmacy ya pili na duka la pili na shopping mall ya pili, waone na project ya pili. Oh my God, oh my God. Waliozima watoto wako wakifikiri hatapata degree moja, waone watoto wako wakipata na degree ya pili na ya tatu, akiwa na profesa. Oh my God, my Lord. Mungu awape kuona kwa jina la Yesu.
Hao waliosema huku nyumbani hapata jengwa, waone nyumba ya kwanza, waone na ya pili, alafu waone na apartment nyingi zikiendelea kujengwa. Huyo aliyesema hawataoa na kuolewa, waone harusi ya kwanza, waone na ya pili, waone na ya tatu, na ziwepo za mfululizo. Kwa jina la Yesu, wanaopokea wachache waseme amina. Ukizimwa usizimike. Nachotaka kukuambia, duniani kuzimwa kupo. Kama Bartimayo hakuzimika, hakuzimwa, na akapewa kuona na kuombea, upewe kuona ndoto yako ikitimia, upewe kuona maisha yako, upewe kuona, na Mungu akubariki sasa na daima. Ninawaombea wale ambao hata asubuhi ya leo unaenda kwenye ile ofisi ambalo lina wazandiki na wazimaji mazima. Yani kuna watu wako huko ofisini ni wazimaji mazima, kiuchawi, kwa hila, kwa fitina, kwa vyovyote vile. Lakini nataka nikuambie, yule Mungu aliyemfungua na yule Yesu aliyemfungua Bartimayo, akamsikia, akamponya, akapewa kuona. Nawe Mungu wako asubuhi ya leo, nawe Mungu wako asubuhi ya leo, na Yesu akakutendee kwenye hiyo kazi, kwenye hiyo familia, na kila mahali unapokwenda. Nami nimekutamkia mbaraka. Watapigana na wewe lakini hawatakuweza, watashindana na wewe lakini hawatakushinda. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote waseme amina. Haleluya.